Ikiwa unaungana nasi hivi sasa, ni kukaribishe tu kwa moyo mkunjufu kwenye The Bible Mind. Hapa ndipo sehemu ambapo tunadadavua maandiko na kuyafasiri kwa lugha rahisi sana. Tunafasiri kwa lugha rahisi sana. Kwenye The Bible Mind huwa tunakuwa na Dr. Kathleen Makundi, ambaye yeye Mwenyezi Mungu amemjalia kipawa cha kuweza kuchambua neno na tunaweza kulitafakari na kuhusisha maisha yetu moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajisikiaje? Najisikia vizuri. Naona unabashasha kabisa. God is good all the time. So leo kwenye kitabu cha Daniel, kwa sababu bado tuko na kitabu cha Daniel. Daniel amekuwa na maono makubwa, kuna vitu vingi ambavyo wameviona. Leo tunatafakari sura gani? Leo tutakuwa tunatafakari sura ya 8, ambayo ni mwendelezo kutoka sura ya 7 ambayo tulifanya mara ya mwisho. Maana kuna mtu mmoja kwenye comment section akasema, mbona sura zingine mzizungumzii, sijaona Daniel? Nikamwambia bwana, sisi hatuendi kwa mpangilio huo ambao wewe unauona, lakini tutagusa kati ya yale maeneo ambayo ni yote ambayo tumepaswa kuyachambua kwenye kitabu cha Daniel. Lakini akifuatilia ataona tumefanya sura ya 1 mpaka ya 7 sasa. Japokuwa hatujaenda kwa alikuwa anataka kwa mlolongo ule mfululizo, kwamba alikuwa anataka ya 1, ya 2, ya 3, ya 4. Okay, karibu. Asante. Tutaanza kwa kusoma hii mistari ya sura ya 8, na baada ya hapo tutaona jinsi ambavyo tunajifunza kutokea kwenye mistari hii. Biblia inasema, katika mwaka wa 3 wa utawala wa mfalme Belshaza, mimi Danieli nilipata maono baada ya maono yaliyokuwa yamenitokea awali. Tunakumbuka kwenye sura ya 7 yale maono aliyoona mara ya kwanza ilikuwa ni katika mwaka wa 1 wa utawala wa Belshaza. Kwa hiyo miaka 2 baadaye ndo anaona haya maono yaliyoandikwa kwenye sura ya 8. Anasema, katika maono yangu nilijiona nikiwa ndani ya ngome ya Shushani katika jimbo la Elamu. Katika maono nilikuwa kando ya mto Ulai. Nikatazama juu, na hapo mbele yangu kulikuwa na kondoo dume mwenye pembe 2 akiwa amesimama kando ya mto, nazo pembe zake zilikuwa ndefu. Pembe moja ilikuwa ndefu kuliko hiyo nyingine, lakini iliendelea kukua baadaye. Nikamtazama yule kondoo dume alivyokuwa akishambulia kuelekea magharibi, kaskazini na kusini. Hakuna mnyama yeyote aliyeweza kusimama mbele yake, wala hakuna aliyeweza kuokoa kutoka nguvu zake. Akafanya kama alivyopenda, naye akawa mkuu. Nilipokuwa ninatafakari hili, ghafla beberu mwenye pembe moja kubwa katikati ya macho yake alikuja kutoka magharibi, akiruka kasi juu ya dunia yote bila kugusa ardhi. Alikuwa akimwelekea yule kondoo dume mwenye pembe 2 niliyemwona akisimama kando ya mto, akamshambulia kwa hasira nyingi. Nikamwona akimshambulia yule kondoo dume kwa hasira nyingi, akampiga yule kondoo dume na kuvunja pembe zake 2. Yule kondoo dume hakuwa na nguvu za kumzuia yule beberu. Huyo beberu akamwangusha yule kondoo dume chini na kumkanyaga, wala hakuna aliyeweza kumwokoa yule kondoo dume kutoka nguvu za huyo beberu. Yule beberu akawa mkubwa sana, lakini katika kilele cha nguvu zake ile pembe yake ndefu ilivunjika, na mahali pake pakaota pembe 4 kubwa kuelekea pande 4 za dunia. Kutoka mojawapo ya zile pembe 4 palitokea pembe ndogo, nayo ikaongezeka nguvu kuelekea kusini na mashariki na nchi ya kupendeza. Pembe hiyo ikaendelea kukua hadi kufikia jeshi la mbinguni, nayo ikalitupa baadhi ya nyota za jeshi la angani chini duniani na kuzikanyaga. Pembe hiyo ikajikweza ili iwe kama mkuu wa hilo jeshi la Bwana. Ikamwondolea Bwana dhabihu ya kila siku, napo mahali pake patakatifu pakashushwa chini.
Kwa sababu ya uasi, jeshi la watakatifu na dhabihu za kila siku vikatiwa mkononi mwake. Pembe hiyo ikafanikiwa katika kila kitu ilichofanya, nayo kweli ikatupwa chini. Kisha nikamsikia mtakatifu mmoja akizungumza na mtakatifu mwingine, akamwambia, "Je, itachukua muda gani maono haya yatimie?" Maono kuhusu dhabihu ya kila siku, uasi unaosababisha ukiwa, kutwaliwa kwa mahali patakatifu na jeshi litakalo kanyagwa chini ya nyayo. Akaniambia, itachukua jioni na asubuhi 2300, ndipo mahali patakatifu patawekwa wakfu tena. Mimi Danieli nilipokuwa ninaangalia maono na kujaribu kuelewa, mbele yangu alisimama mmoja aliyefanana na mwanadamu. Kisha nikasikia sauti ya mwanadamu kutoka mto wa Ulai ikiita, "Gabrieli, mwambie mtu huyu maana ya maono haya." Alipokuwa akikaribia pale nilipokuwa nimesimama, niliogopa, nikaanguka kifudifudi. Akaniambia, "Mwana wa mwanadamu, fahamu kuwa maono haya yanahusu siku za mwisho." Alipokuwa akinena nami, nilikuwa katika usingizi mzito, huku nimelala kifudifudi. Ndipo aliponigusa na kunisimamisha wima. Akaniambia, "Nitakuambia yale yatakayotokea baadaye wakati wa ghadhabu, kwa sababu maono haya yanahusu wakati wa mwisho ulioamriwa." Kondoo dume mwenye pembe mbili ambaye ulimwona anawakilisha wafalme wa Umedi na Uajemi. Yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani. Nayo ile pembe ndefu katikati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Zile pembe 4 zilizoota baada ya ile pembe iliyovunjika zinawakilisha falme 4 ambazo zitatokea kutoka taifa lake. Lakini hakuna hata mmoja utakao kuwa na nguvu kama ile pembe iliyovunjika. Katika sehemu ya mwisho ya utawala wao, waasi watakapokuwa waovu kabisa, atainuka mfalme mwenye uso mkali, aliyestadi wa hila. Atakuwa na nguvu nyingi, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe. Atasababisha uharibifu wa kutisha na atafanikiwa kwa chochote anachofanya. Atawaangamiza watu maarufu na watu watakatifu. Atasababisha udanganyifu ustawi, naye atajihesabu mwenyewe kuwa bora kuliko wote. Wakati watajisikia kuwa salama, atawaangamiza wengi na kushindana na mkuu wa wakuu. Lakini ataangamizwa, isipokuwa si kwa uwezo wa mwanadamu. Maono kuhusu jioni na asubuhi ambayo umepewa ni kweli, lakini yatie muhuri maono haya, kwa maana yanahusu nyakati za baadaye sana. Mimi Danieli nilikuwa nimechoka sana na nikalala nikiwa mgonjwa kwa siku kadhaa. Ndipo nikaamka nikaendelea na shughuli za mfalme. Nilifadhaishwa na maono hayo, sikuweza kuyaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kabla hatujaingia kwenye kuyatafakari haya ambayo tumeyasoma, nitapenda nikumbushe tena ile ndoto ya Nebukadreza ambayo tuliona kwenye sura ya 2, ambayo ilikuwa ina kichwa cha dhahabu, kifua na mikono ya fedha, tumbo na mapaja ya shaba, miguu ya chuma na nyayo za miguu ambazo zimechanganyika chuma na udongo. Na kulingana na Mungu alivyomfunulia Danieli, hii sanamu ilikuwa inawakilisha falme ambazo zingepita kwenye dunia. Ufalme wa kwanza ulikuwa unawakilishwa na dhahabu, ukiwa unazungumzia ufalme wa Babeli, ambao kipindi chote cha ufalme huu Danieli alikuwa hai na alikuwepo akaona. Na kipindi anaota hii ndoto ambayo imeonekana kwenye sura ya 7 na sura ya 8, ilikuwa ni kipindi ambapo huyu Belshaza alikuwa ni mfalme wa mwisho wa ufalme wa Babeli kabla ufalme mwingine haujafuata. Na ufalme uliowakilishwa na kifua na mikono ulikuwa ni ufalme wa Umedi na Uajemi. Na ufalme uliokuwa unawakilishwa kwa tumbo na mapaja yaliyokuwa ya shaba ulikuwa ni ufalme wa Wagiriki au wa Yunani.
Alafu miguu ya chuma ilikuwa inawakilisha ufalme wa Rumi, na zile nyayo zilizochanganyika chuma na udongo zilikuwa zinaonyesha mchanganyiko kati ya mfumo wa Kirumi na mifumo mingine ya dunia. Kwa hiyo kwenye hii sura ya 8 tunaona ni ndoto ambayo Danieli anaiota. Tayari ufalme wa Babeli unakaribia mwishoni kabla ya kuja ufalme wa pili kulingana na ile sanamu. Na kwenye ile sura ya 7 tuliona kwamba Danieli anaona hizi falme tena za dunia, lakini anaziona kwa mfumo wa wanyama. Tukaona aliona wanyama 4. Mnyama wa kwanza mpaka mnyama wa 3 aliweza kuwatambulisha kwa jinsi ya kibinadamu, lakini yule mnyama wa 4 ambaye anasema kwamba alikuwa ni wa kutisha na alifanya mambo magumu, alishindwa kumwelezea, alishindwa kumfananisha na mnyama mwingine. Lakini tulivyoona fasiri ya yale maono, Danieli anaambiwa kwamba ni mambo yatakayotokea katika siku za mwisho. Kwa hiyo tukija hapa kwenye sura ya 8 tunakutana na kitu kile kile. Na hapa tunaona kwenye maono yake ameona wanyama 2. Tumeona ameona kondoo ambaye alikuwa na pembe 2. Na malaika huku chini amemfafanulia kwamba yule kondoo alikuwa anawakilisha ufalme wa Umedi na Uajemi, ambao pia unasema kwa zile pembe 2. Moja ilikuwa ndefu kuliko nyingine. Na ukifuatilia kwenye historia utakuja kugundua kwamba katika zile falme 2 za Umedi na Uajemi, ufalme wa Uajemi ulikuwa na nguvu kuzidi ufalme wa Umedi, kama ambavyo imeonekana kwenye haya maneno tuliyoyasoma. Na kipindi cha ufalme wake walikuwa na nguvu kubwa na waliweza kutawala maeneo mengi sana ya dunia. Lakini tunaona baada ya muda anatokea huyu beberu ambaye kulingana na jinsi ambavyo Biblia imetuambia kwenye hii mistari huku chini ilikuwa inawakilisha ufalme wa Uyunani. Tafsiri zingine zinasema ufalme wa Wagiriki. Na last time nilisema kwamba huu ufalme wa Ugiriki kiongozi wake wa kwanza kabisa alikuwa ni mtu anaitwa Alexander the Great. Ukisoma kwenye vitabu vya historia utamkuta. Na huyu ni mfalme ambaye aliweza kuwashinda wafalme wa Umedi na Uajemi kwa nguvu kubwa na kwa haraka. Na ndio maana hapa kwenye mistari anasema alikuja kwa nguvu nyingi ama kwa speed kubwa kiasi kwamba ni kama miguu yake ilishindwa hata kugusa ardhi. Lakini anasema baada ya kushinda ufalme wa Umedi na Uajemi na bila kuweza kuzuiliwa, anasema alikuwa mkubwa sana. Ukifuatilia historia utagundua Alexander the Great aliweza kukonka dunia kwa nguvu kubwa. Lakini hata hivyo, wakati alivyokuwa anaendelea kukua, Biblia hapa imetuambia kwamba ile pembe ilivunjika, alafu zikainuka pembe 4 pale ilipovunjika ile pembe. Na ukifuatilia kwenye historia inaonyesha kwamba baada ya huyu kiongozi mkubwa wa utawala wa Kigiriki kufa, ambaye alikufa katika umri mdogo na alikuwa pia hana mtoto wa kusema atapokea kiti cha ufalme kutoka kwake, makamanda wake 4 wakagawana ule ufalme. Na hawa makamanda waliendelea kwenye hayo maeneo waliokuwa mpaka ukifuatilia historia utakuja kugundua kuna ufalme mmoja ambapo alitoka mfalme ambaye huyo mfalme alikuja kuliharibu hekalu, akavichukua vyombo vilivyokuwa kwenye lile hekalu. Na hekalu hili ni hekalu lile lililojengwa mara ya pili baada ya hekalu kubomolewa na kwa mara ya kwanza kipindi kina Danieli wanaenda utumwani. Na moja kati ya kitu alikifanya ni kuondoa zile dhabihu za kila siku zilizokuwa zinatolewa ambazo Mungu alikuwa amemwelekeza Musa wana wa Israeli wazitoe. Na badala yake, baada ya kuharibu lile hekalu, akawa ametengeneza madhabahu kwa ajili ya mungu wa Kigiriki alikuwa anaitwa Zeus. Na Wayahudi walikuja kulazimika kuacha kumwabudu Mungu wa kweli na kutoa sadaka kwa Mungu
wakalazimishwa kumwabudu huyu mungu Zeus. Ukifuatilia kwenye vitabu ambavyo kwenye Biblia yenye vitabu 66 havipo, ila kwenye Biblia Katoliki vipo vile vitabu vya wa Makabayo. Ukisoma kwenye vile vitabu vya Makabayo utakutana vizuri na hichi kilichotokea ambacho Danieli alikiona hapa. Na huyu mfalme alifanya vitu ambavyo vinasemekana vilikuwa ni vya kikatili sana kuliko wafalme wengine katika wale makamanda 4 waliokuwa wanatawala falme za Kigiriki. Lakini hata hivyo Danieli bado anaambiwa kwamba haya mambo ni ya siku za mwisho. Ukifuatilia matukio yaliyotokea yanawakilisha mambo yatakayokuja kutokea kwenye siku za mwisho. Tuliona kwa sehemu kwenye ile sura ya 7, na hapa tumeona kuna hii sehemu kwamba huyu mfalme aliyeinuka kwenye hichi kipindi alikuwa mkuu kiasi kwamba alitaka kushindana na mkuu wa wakuu, na Biblia inasema alifanikiwa kwa sababu Mungu alimruhusu kufanikiwa. Lakini hata hivyo baadaye alikuja kuangamizwa. Ukirudi kwenye ile ndoto ya Nebukadneza kwenye ile sura ya 2, Danieli alimtafsiria mfalme ndoto yake, akamwambia kwamba pamoja na ile sanamu kuonekana na zile falme vile, lilitokea jiwe. Ninatamani tupasome. Okay. Danieli sura ya 2. Kuanzia mstari wa 34. Anasema, ulipokuwa unaangalia jiwe lilikatwa, lakini si kwa mikono ya mwanadamu. Tumeona kwenye ile sura ya 8 kwamba yule mfalme pamoja na ukatili wake wote na mambo makubwa aliyoyafanya ya kikatili aliangushwa, lakini si kwa uwezo wa mwanadamu. Hapa sasa anatuambia kwamba ile jiwe lilikatwa, lakini si kwa mikono ya mwanadamu. Lile jiwe liliipiga ile sanamu kwenye nyayo zake za chuma na udongo na kuivunja. Ndipo ile chuma, ule udongo, ile shaba, ile fedha na ile dhahabu vikavunjika vipande vipande kwa wakati mmoja, na vikawa kama makapi katika sakafu ya kupuria nafaka wakati wa kiangazi. Upepo ukavipeperusha bila kuacha hata alama. Lakini lile jiwe lililoipiga ile sanamu likawa mlima mkubwa mno na kuijaza dunia yote. Na wakati tunasoma tulielezana na kuoneshana jinsi ambavyo hili jiwe lilikuwa lina maanisha utawala wa Kristo, jinsi ambavyo ulivyokuwa na ukuu, lakini pia ni wa milele, ni ufalme ambao hauna mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo pamoja na mambo yote haya ambayo tuliona last week kwamba ilikuwa inamwakilisha mpinga Kristo, jinsi ambavyo atakuwa mkuu, atafanya vita na watakatifu na kuwashinda, lakini baada ya muda wake kuisha, Kristo atakuja, atamshinda, alafu kutakuwa na utawala wa Kristo pamoja na watakatifu, na utawala wa Kristo utakuwa ni utawala wa milele. Yote haya yanatuambia kwamba pamoja na falme za dunia kuwa na ukuu wake na utukufu wake, kama tulivyoona kuanzia ufalme wa Babeli, ufalme wa Umedi na Uajemi, ufalme wa Giriki ambao ndio leo kwa sehemu kubwa tumeutafakari, ufalme wa Kirumi na falme nyingine zote zilizotokea pamoja na utawala wa mpinga Kristo, tunaona kwamba kila falme zilikuwa na mwisho. Kila falme zilipita, baada ya muda wake zilipita. Lakini unakuja ufalme wa Kristo ambao unaelezwa kwamba hauna mwisho. Huu ufalme ni wa milele. Na haya mambo, japokuwa Danieli hakuyaona yote, Mungu alimtazamisha yatakayotokea, na yalitokea. Mengi yameshatokea na mengine yanaendelea kutokea. Yanatuonesha kwamba chochote ambacho Mungu anasema kitatokea, kitatokea. Maana yake chochote anachokisema Mungu ni kweli na tunaweza kukiamini. Na tunapokiamini, maana yake tunapaswa kufanya kazi inavyotupasa ili kujiandaa na hizi nyakati zitakapokuja na kusimama kwenye upande sahihi wa kusimama ili tuwe salama. Na hapa ninazungumzia tena
kwa habari ya Kristo. Hakuna ufalme wowote uliodumu milele tofauti na ufalme wa Kristo kama ambavyo Biblia inatueleza. Na hii inatuambia kwamba ufalme tunaoweza kuambatana nao ni ufalme wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ni ufalme ambao Biblia inatuhakikishia kwamba ni ufalme wa milele. Falme zote zitapita, lakini ufalme wake utadumu. Kwa hiyo tusipojishikamanisha na Kristo, tusipojishikamanisha na ufalme wa Kristo, maana yake ufalme wote tutakaoamua kujishikamanisha nao utafika mwisho, na huo ndo utakuwa mwisho wetu. Lakini tukichagua kuambatana na ufalme wa Kristo, tuna uhakika wa kudumu naye milele. Kuna mahali kwenye Injili Yesu anasema kwamba aniaminie mimi hata kufa, na hata akifa ana ahadi ya ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kutoka kwenye sura ya 8 hayo ndio ambayo tunaweza kujifunza. Mengine hatutaweza kuingia kwa ndani, labda kama tutakavyopata nafasi ya kujifunza kwenye Ufunuo wa Yohana tunaweza tukawa na wakati mzuri wa kuyaelewa zaidi, lakini kwa sehemu hiyo ndo picha ya kile ambacho Danieli anakiona kwenye ile sura ya 8 ya kitabu hicho cha Danieli. Amen. Nini ambacho tunapaswa kujifunza kwenye hii sura ambayo tumerejelea na tukahusisha na maisha yetu moja kwa moja? Ndio, kama ambavyo nimekuwa nikisema, falme za dunia zina mwisho. Kila tawala ambazo tumeziona pamoja na utukufu na nguvu zilizokuwa nazo zilipita, isipokuwa tu ufalme wa Kristo ambao tumeona kwenye sura ya 2, tuliona pia kwenye sura ya 7, tumeona kwenye hii sura ya 8 kwamba ni ufalme ulioweza kushinda hizi falme pamoja na nguvu zake. Na anasema vizuri kabisa, sio kwa uwezo wa mwanadamu, manake ni kwa uwezo wa Mungu peke yake. Hizi falme zingine zote zinapita. Haijalishi ni zitafanya makubwa kiasi gani, zitakuwa maarufu kiasi gani, zitapita. Lakini ufalme wa Mungu na Kristo wake ni ufalme unaodumu milele. Na kama tunataka kudumu milele, ufalme ambao tunatakiwa kujishikamanisha nao ni ufalme wa Mungu na Kristo wake. Okay. Amen. Neno la hekima tunapoenda kutamatisha. Biblia imeelezea kila kitu ambacho tunaweza kukitazamia kwenye haya maisha, ikiwa ni pamoja na siku za mwisho kama ambavyo Danieli amekuwa ameona. Nilisema last time na leo pia nasema kwamba ni kitabu ambacho tunaweza kukitegemea, tunaweza kukifuata na tunaweza kukiamini, na tunatakiwa kufanya hivyo. Amen. Ombi lako hapa tunapomaliza kwenye The Bible Mine episode ya leo, tukiwa ni episode ya 10. Maombi yangu ni kwamba Mungu atusaidie kuyaelewa haya ambayo tunayasoma. Mengine ni moja kwa moja yanaeleweka, lakini mengine yanahitaji mtu wa kuelekeze ama usome kwenye material mengine nje ya Biblia. Kwa hiyo ombi langu ni kwamba Mungu atupe ufahamu, atupe maarifa ya kuyaelewa haya na kufanya inavyotupaswa kufanya. Tunapotakiwa kuchukua tahadhari, tuchukue tahadhari. Tunapotakiwa kufanya kama neno linavyosema tufanye, tufanye. Maana kwa namna hiyo ndio tunaweza kuwa na uhakika wa maisha baada ya haya tunayoyaona. Amen. Amen. The Bible Mine tunamaliza hivyo. Next episode tutajikita wapi hasa for the update? Okay, for the future episode tutashirikishana. Maana nakumbuka kwenye vipindi vilivyopita tulikuwa tumeshafanya sura ya 9. Ndio. Tunaweza tukairudia, lakini nilitamani tufanye mfululizo wa hizi ndoto za Danieli, yani tufanye and then revision. But then natamani tumalize hizi ndoto za Danieli. Tukishazimaliza tutaona namna tunavyoweza kuirudia sura ya 9. Maana somewhere hapo katika mfululizo wa hizi ndoto zake, habari ya kina Danieli na Wayahudi kurudi Yerusalemu inaingia hapo katikati, ambayo imesemwa kidogo kwenye sura ya 9. Kwa hiyo tutaona namna tutakavyoiweka, ila kwa habari ya chapter gani tutaifanya next time tutajulishana.
Okay, The Bible Mind tunamaliza hivyo. Leo tulikuwa tuna uchambuzi wa kitabu cha Daniel. Tutakutana tena next episode tukiangalia revision ya kile ambacho kilirejea kwenye zile ndoto za Daniel, lakini tutajulishana ni episode ipi ambayo tutaweza kugusa. Kwa wewe ambaye unatufuatilia, basi endelea kuwa nasi. Kama uenda umemiss, basi endelea kuwa nasi kwenye hii The Bible Mind, kwa sababu episode zote zipo na unaweza ukazifuatilia kwa umakini zaidi. Hii ni The Bible Mind, tunatamatisha kwa hivyo. Asante kwa usikivu wako, na Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki kwa usikivu wako ambao umeendelea kupata maarifa kupitia hapa The Bible Mind. Tulikuwa na Dr. Kathleen Makundi ambaye yeye ndo ametusaidia katika kuchambua na kudadavua kwa lugha rahisi. Mungu akubariki. Amen.